Salamu kwako. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Atukuzwe Mungu Baba aliye hai, aliyetupa siku ya leo, siku mpya. Jina lake lililo hai na libarikiwe. Naitwa Zawadi Machibia. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na mchungaji Chris. Tafakari ya neno la Mungu ni ujumbe wa neno kutoka katika Biblia ambao unakujia kila siku ukikuletea uzima katika roho yako na chakula cha kiroho kuweza kuishi nacho ama kutembea nacho kwa siku nzima. Kwa hiyo usizirundike, kila siku hakikisha unasikiliza tafakari hii ya neno la Mungu. Leo basi ni Oktoba 6, 2025. Ujumbe wetu leo unasema washirika katika kusudi la kiungu. Washirika katika kusudi la kiungu. Neno letu la msingi ni kutoka waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 9 ambao unasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Haleluya. Katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris anasema hivi: moja ya sababu za ukomavu wa kiroho na kutembea katika hekima ya Mungu ni kuenenda kwako na kusudi lake katika kila jambo, ikiwemo kuwaleta watu kwa Kristo. Unatambua kwamba wewe ni mshirika wake au mtendakazi pamoja naye katika ajenda yake hapa duniani. Uliletwa ndani ya Kristo si tu ili kuepuka hukumu, bali kutimiza hatima ya kiungu, kushirikiana na Bwana katika kuwaleta wengine katika Kristo. Amka kuitikia wito wako kama mtumishi wa Injili na wakili wa siri za Kristo. Oh, haleluya. Katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia inasema, si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Oh, haleluya. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 2, Biblia inasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu, uwe na matunda na tija katika huduma ya upatanisho. Haleluya. Tayari alishasema katika Marko 16 mstari wa 15 kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo hakuna haja ya kuuliza, Bwana, ungependa nifanye nini? Agizo liko wazi. Katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 inasema hivi, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Fanya kazi na vipaumbele vya ufalme. Leta watu kwa Kristo kila siku na toa rasilimali zako kwa ajili ya kupanua ufalme wake. Kwa ajili ya upanuzi wa ufalme. Waombee kwa bidii wale ambao bado hawajamjua Bwana. Kuwa na shauku ya Bwana. Biblia inasema kwamba ni mvumilivu kwa wote kwa ajili ya wokovu wao. Hapendi yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Angalia katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Na katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 14 hadi wa 15, Biblia inasema, maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumiwa hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kuishi kwa ajili yake kunamaanisha kuishi kwa kusudi lake takatifu. Inamaanisha moyo unaodunda kwa ajili ya kile anachotaka, mikono inayotumikia mpango wake, na miguu inayotembea
katika njia zake. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kunifanya kuwa mtendakazi pamoja nawe katika shamba lako la mizabibu. Ninatembea katika hekima ya kiungu, nikitimiza kusudi lako kwa ajili ya maisha yangu, nikiendana na maono yako. Nimejitolea kwa wito wako na kuzaa matunda katika mapenzi yote ya Mungu, katika jina la Yesu, amina. Haleluya. Basi masomo zaidi tunayapata kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1, Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 na Warumi sura ya 12 mstari wa 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii basi ndio tafakari ya leo iliyoandaliwa na mchungaji Chris. Napenda tu ni kuongezee kidogo kutoka kwenye tafakari ya leo. Katika ujumbe huu tumeona kwamba neno la Mungu ndilo linalofanya sisi tufanye kazi pamoja naye. Alishasema. Kwa nini nasema neno la Mungu? Unajua, usipoalikwa alafu ukaenda tu, inakuwa ni swala lingine. Tuna mifano mingi. Watu wanaandaa harusi, wanakualika. Watu labda wanaandaa sherehe, wanakualika. Inatokea kwamba watu wengi wanasahau kwamba Mungu naye alimtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu, alafu akatualika katika ufalme wake. Ni habari njema. Hii ndio Injili. Hii ndio Injili. Biblia inasema Injili ni habari njema. Yaani Mungu alimtoa Yesu Kristo. Hiyo ndio sherehe yenyewe. Bwana Yesu akafanyika kuwa dhabihu. Huna haja tena kutoa zile dhabihu nyingine. Zamani katika Agano la Kale watu walikuwa wanachinja mafahali na kondoo na mbuzi ili kusudi ile damu ya wanyama iweze kufunika dhambi zao. Lakini mara hii, ndio maana linaitwa Agano Jipya. Mara hii Mungu alimtoa Kristo Yesu mwenyewe kwa neno, akazaliwa. Ndio tunasema mwili akafanyika mwili. Yesu alifanyika mwili kwa neno la Mungu. Yeye, mwili wa Yesu Kristo ukawa ndio dhabihu ya mara moja. Ukisoma kitabu cha Waebrania, ile dhabihu ya mara moja ikafanyika, na kwa damu yake ya thamani ikatukomboa sisi kutoka gizani, ikatuingiza katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo hii ndio sherehe. Bwana anatualika, habari njema, anatuambia kwamba tumepewa huduma ya upatanisho. Baada ya wewe kumpokea Yesu Kristo, sasa wewe unafanya kazi pamoja na Kristo Yesu ndani yako kupitia Roho Mtakatifu kuwakaribisha watu wengine katika ufalme wa Mungu. Unatakiwa kujua neno, na ukishajua neno alafu unajua ile huduma ambayo Mungu amekupa, huduma ya upatanisho. Tayari alishasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Usije ukasema Bwana nasubiri Bwana aniambie. Alishatuambia. Alishatupa maagizo. Akatuambia kwamba waambieni watu habari njema. Habari njema ni zipi? Kwamba Yesu Kristo anawapenda na kwamba Yesu Kristo alishafanyika sadaka kwa ajili yao. Wanachotakiwa kufanya ni kumwamini tu na kumpokea ndani ya mioyo yao. Wakishafanya hivi, wanakuwa wamekaribishwa katika familia ya Mungu. Na baada ya hapo sasa wanaanza kutembea katika ufalme wa Mungu. Na wao sasa wanafanyika kuwa wavuvi wa watu, kama ambavyo Yesu alimwambia Petro, nifuate nami nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Alikuwa anafanya biashara ya kuvua samaki na kuuza. Lakini Yesu alipomwita akamwambia nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Sasa sisi watu wote ambao tunashirikishana na wewe Injili njema, habari njema za Yesu Kristo, tumefanywa kuwa wavuvi wa watu. Hilo ndio kusudi kuu la Mungu. Tunakuwa na matunda yenye tija, na huduma yetu ni huduma ya upatanisho. Yesu Kristo alikuwa ndani, Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Baada ya kufanya hivyo, Bwana Yesu ametualika ndani ya ufalme wake. Alafu anatenda kazi pamoja nasi kuwapatanisha wengine. Sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Tunaokolewa na watu wengine wanaokolewa bila matendo. Manake kwa maana gani? Hakuna kitu kizuri unaweza kufanya kumshawishi Mungu. Unachotakiwa kufanya ni kupokea habari hizi njema, alafu sasa kupitia yeye ndio utaishi maisha na matendo yanayompendeza Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tumepewa huduma ya upatanisho, ya kuwaleta wengine kwa Kristo. Na kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, basi nitumie fursa hii kukukaribisha katika ufalme wa Mungu, kwa sababu inawezekana umekwisha kuamini lakini hujamkiri. Imani inaendana na kukiri. Moyoni umeamini, hiyo ni vema kabisa, umehesabiwa haki, lakini lazima ukiri. Watu wengine wasema mimi sitaki kusema bwana, haya mambo ni kati ya mimi na Mungu. Lazima uzungumze. Ndio maana wewe sio ng'ombe, wewe ni binadamu. Ng'ombe hazungumzi, binadamu anazungumza. Lazima uzungumze, lazima useme kitu. Na kwa sala hii basi unakuwa Kiingereza wanasema umeactivate, unakuwa umehuisha uhusiano wako na Mungu katika ufalme wake, katika hizi habari njema. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, sema sala hii baada yangu. Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Bwana Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo hii. Ninapokea kwa imani ondoleo la dhambi rohoni mwangu. Sasa hivi katika jina la Bwana Yesu ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Hongera. Kama umesema sala hii, karibu katika familia ya Mungu Baba aliye hai. Na ndani ya neno utazidi kukua na Mungu aendelee kukujifunua na kujidhihirisha kwako. Kama una maswali, una jambo unataka kulifahamu, usisite kutuandikia au kuwasiliana nasi kwa nambari hii alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.